cha polisi ambapo hapa Kurasini Barracks ambapo ulikuwa naagwa mwili wa marehemu shabiki wa Young Africans ambaye pata ajali ya kupigwa na shoti siku ya jana. Tuko na kiongozi wa msafara wa tawi lake. Kiongozi kwema? Kwema kabisa. Kwanza kwa majina yako, lakini pia tawi lenu linaitwaje? Kwa majina naitwa Solomon Gabinusi na mimi ni kiongozi wa msafara, ni mwenyekiti wa msafara mkoa wa Mbeya. Ni hapa unaongelea mashabiki wa mkoa mzima. Kwa mkoa wa Mbeya tunajumuisha matawi mbalimbali. Kwa hiyo ndugu yetu aliyepata msiba huyo anaitwa Herman Paulo Sungura. Huyu ni mwanachama wa tawi la Nsalaga Kawosh pale Uyole. Nadhani kama ulivyosema, bahati mbaya jana baada ya mechi kuahirishwa, kwa tulikuwa tunasubiria hatua ya kukusanyana ili tuweze kurudi nyumbani. Mwenzetu akawa amesogea ili aweze kufuata mawasiliano, akawa ameenda kuegemea nguzo ya umeme, kumbe nguzo ilikuwa ina short. Basi hapo ndio mauti alipomkuta. Ndio. Labda marehemu pengine alikuwa anajihusisha na shughuli gani? Maana yake tunaambiwa alikuwa ni mtu ambaye anaponda kokoto kujidunduliza pesa kwa ajili ya kuweza kuja huko kwenye safari. Kweli marehemu alikuwa ni mjasiriamali na ni mkulima. Kwa hiyo alikuwa anafanya biashara zake ndogo ndogo, lakini alikuwa ni mkulima pia. Ni kweli alikuwa anafanya kazi ya kuponda kokoto pale na alikuwa anajihusisha na kilimo. Ana watoto labda? Ana mke na ana watoto 3 nadhani. Ndio. Pale tunaambiwa ni nani ambaye aliweza kutoa password yake sasa, kwa sababu tunaambiwa kuna mtu ambaye aliweza kutoa password yake na kuweza labda kuwasiliana na ndugu zao basi. Hapana, kwa sababu sisi tulikuwa ni kama familia. Tunapoongelea mkoa mzima, ulikuwa unaongelea gari, tulikuwa tuna coaster zaidi ya 6 zilizokuwa zimekuja hapa. Kwa hiyo alipokuwa amepata ajali na hiyo ajali jana, ilikuwa ni miongoni mwa baadhi ya coaster ambao walikuwepo pale. Kwa hiyo ni ndugu wote tuliokuwepo pale, ni kama ndugu. Kwa hiyo sio kama ni mtu alikuwa afika, ni ndugu kabisa, na mpaka ametokea pale sisi tulikuwa karibu, basi tukaenda kuchukua jukumu. Hapana hamna mtu aliyetoa password, sijui akafanya nini, sijui akaanza kutoa taarifa zilianza kutoka kwa sababu wote tuliokuwepo pale ni wanandugu pale. Mimi nataka nifahamu wakati shoti ile inatokea ameenda kunanio, alikuwa ametoka kwenye gari ama alikuwa amekaa nje ndo akaenda kuegemea? Ilikuwaje mpaka yani yeye kwenda kuegemea nguzo na kuweza labda kufanya mawasiliano mbali wanafanya? Wao marehemu walikuwa guest ambao walikuwa wamefikia, walikuwa pamoja na gari ambayo hii ilikuwa inatusafirisha. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa usafiri, baada ya mechi kupata kuahirishwa, tukawa tumetoa tangazo kwamba tutaanza safari ya kurudi Mbeya saa 12:30. Kwa hiyo watu wote wasogee Taifa ili tuweze kuondoka pamoja. Huwa tunaondokea hapo msikitini hapo. Kwa hiyo na wao sasa wakawa tayari wameshasogea hapa maeneo ya msikitini na gari ikawa imepaki jeshini pale. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na pilika kupiga picha, kusimama ili kusubiri ule muda wa kufanyaje wa kwanza za safari. Kwa hiyo naye akaona sasa aweze kuegemea ile nguzo ili aweze kuanza kama ni kupumzika au ni kuendelea na kuongea na mawasiliano. Kwa bahati mbaya ile nguzo ikawa ina short ya umeme, ndio ikawa kifo na mauti akawa amemkuta hapo. Poleni sana. Wito wako sasa kwa mashabiki wa Young Africans, lakini kwa mashabiki wote wa mpira? Tunashukuru sana. Kwanza napenda kupongeza klabu yetu ya Yanga kwa juhudi walizozifanya toka tumepata changamoto mpaka hivi saizi tunavyoondoka. Klabu yetu imesimamia kwa kila kitu kuhakikisha kwamba tunamfikisha ndugu yetu salama, tunakwenda kumpumzisha salama. Wameshawasiliana na mratibu wetu mkoa wa Mbeya ndugu Kastera kwa ajili ya maandalizi kule msiba nyumbani Mbeya, na hapa wanachama wote tumeambiwa tutasafiri vizuri, tumepewa fedha ya chakula na tumegharamiwa gharama za usafiri, kusafirisha mwili na kutoa mwili na kila kitu. Tunawashukuru sana. Pia tunashukuru kitu chote wamefanya uongozi wa Young Africans. Ndio, kila kitu wamefanya uongozi wa Young Africans, kuanzia jeneza, malipo ya kuhifadhi mwili na kila kitu, gharama ya gari ambayo itasafirisha mwili kwenda Dar es Salaam. Pia kuna wanachama kwenda Mbeya. Pia kuna wanachama ambao watatoka hapa, klabu itawalipia nauli kwenda na kurudi. Ndio. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Pia tunashukuru jeshi la polisi kwa sababu tatizo pale wakati linatokea walikuwa around na walichukua hatua thabiti haraka sana, wakamsaidia ndugu yetu, hata TANESCO wenyewe, kwa sababu walikuwa around alipokuwa amepata ile shida, on the spot walifika pale. Basi tunawashukuru
hatuna zaidi. Tunawashukuru watu wote, basi sisi tunaanza safari, watuombee dua tuweze kufika salama tukampumzishe ndugu yetu. Poleni sana na safari njema. Asante sana. TANESCO ni kama familia, kwa sababu tukio lilipotokea walikuwepo pale kama familia, kwa sababu wao walikuwa katika operation ya kuangalia umeme katika uwanja wetu wa taifa. Kwa hiyo na wao walikuwepo katika lile tukio. Na hapa wamekuja wamesema ni kama familia, na wao wameguswa, wametupatia rambirambi ya shilingi 500,000 ili tuweze kuifikisha kule kwa ndugu wa marehemu. Hapo kwa uchache nimeona mashabiki wa Simba wengi wamejitokeza kuja kushiriki kuaga mwili. Kitendo kama hichi kuona watani zenu nao wanawakimbilia. Ni kweli tunashukuru kwa hawa mashabiki unaowaona, ni mashabiki kutoka mkoa wa Mbeya. Sisi tunapotoka Mbeya huwa tunachanganyikana. Kuna mashabiki wa Simba pia kuna mashabiki wa Yanga. Hawa mashabiki wa Simba waliposikia tumepata tatizo, wao walikuwa wameshaondoka, walikuwa wameshafika Kibaha. Kwa hiyo wakageuza gari kurudi hapa, baadhi yao wakabaki ili waweza kuendelea na sisi kutuunga mkono katika hili swala, na mpaka sasa tupo nao, na sisi tunawashukuru sana kwa sababu mpira si ugomvi, mpira ni furaha. Ndio. Asante sana. Bwana, mwili wa marehemu Sungura ukiwa unaingizwa kwenye Costa tayari kwa ajili ya safari ya kuelekea mkoani Mbeya. Kama unavyoona jeneza, taratibu zote zikiwa zimefanywa na uongozi wa Young Africans kuhakikisha kwamba mwili wa marehemu unasafiri salama, wakiwa wamegharamikia gharama za safari pamoja na jeneza hilo. Kama unavyoona Elman Paul Sungura, kijana ambaye amepata ajali jana ya kupigwa na shoti mara baada ya mechi ya watani wa jadi Simba Young Africans dhidi ya Simba Sports kuahirishwa, naye alikuwa anapiga simu akaegemea nguzo ambayo ilikuwa ina shoti na umauti ukaweza kumkuta. Kama unavyoona hapo wakiwa wanaingiza katika Costa hii ambayo ni ya mashabiki ambao kutoka mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba sasa wanamsafirisha salama kuelekea mkoa wa Mbeya. Elman Sungura, kijana ambaye amezaliwa mwaka 90 mpaka sasa hivi, manake ana miaka 35 alikuwa amefikisha. Costa hiyo na wanachama mbalimbali ukiona wakiwa hapo wamejitoa, lakini mashabiki wa Simba nao ambao walikuwa wamekuja kwa ajili ya kusupport timu yao baada ya kusikia wenzao wamepata tatizo wakaweza kurejea. Na mwana michezo, kama unavyoona ni mwili wa shabiki wa Young Africans ambaye jana aliweza kupigwa shoti ya umeme. Kama unaona hapa ni majonzi yanatawala.